Shida za dunia napokea kwako Baba, napokea kwako. Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu wote kwa jina la Yesu. Kwa majina yangu naitwa Reverend Doreen Mwatembo. Nimeokoka na mpenda Kristo. Ninaenda na wewe Jumapili ya leo. Jumapili yetu ya leo ni Jumapili ya Pasaka. Na watu wengi wako katika hali tofauti. Lakini nataka kuambia ya kwamba wakati wa Pasaka ni wakati wa kusameana. Wakati wa Pasaka ni wakati wa kupendana. Watu wengi wanafikiria Pasaka ni kwenda kulewa. Wengine wanafikiria Pasaka ni kwenda kula miraa. Wengine wanafikiria Pasaka ni vyakula. Wamechukua Pasaka tofauti. Lakini mimi nashukuru Mungu kwa wakati huu ambao tumezoea kusherehekea Pasaka kwa njia tofauti. Lakini wakati huu wa Valentine, Bwana amepanga tukasherehekee Pasaka vile Mungu ambavyo alikuwa ameipanga. Maana Pasaka ni kuwa na wakati na Mungu. Pasaka ni kukumbuka wale ambao hawajabahatika maishani, kukumbuka mayatima, kukumbuka wajane, kuwabariki na vyakula, kuwabariki na nguo, kuwabariki na kile ambacho kimewakumbukia. Maana wao wanaona kama kwamba wameachwa. Lakini nataka kuambia kwamba wakati ule unawatembelea, wakati ule unaenda kuwashughulikia katika shida zao, wanajua ya kwamba kumbe na sisi tuna Mungu. Kwa hivyo Pasaka maana yake ni kuwatia moyo wale ambao wameachwa. Pasaka ni kuhubiri neno la Mungu. Pasaka ni soul winning. Pasaka ni kusameana. Maana kuna watu wamebebana miaka nenda miaka rudi, ni familia moja, unakuta wasalimiani, unakuta hawali pamoja, unakuta mambo mengi tu. Hiyo si Pasaka. Pasaka iliyo nzuri ni kuwakumbuka wajane na mayatima. Pasaka iliyo ya kupendeza ni kwenda kuwin souls. Pasaka ambayo naijua ni mabadiliko yaje katika maisha yako. Kwa hivyo nimetangulia kukuambia maana ya Pasaka. Sijui kama umeelewa, lakini najua utanielewa tu. Tunaendelea pole. Sasa basi tunaenda kwa neno la Bwana. Nimetangulia kueleza maana ya Pasaka ni nini, na tunapoenda kusoma neno la Bwana utanielewa zaidi. Kichwa cha ujumbe wangu kinasema kwamba Yesu amefufuka, hayuko tena kaburini. Tasoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 20 mstari wa kwanza. Nasema hivi: hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena alikwenda kaburini alfajiri kuangalia kungali giza bado. Akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio, akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda. Akawaambia, wamemuondoa Bwana kaburini, wala hatujui walikomweka. Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine, wakashika njia kwenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro. Akawa wa kwanza kufika kaburini. Akainama na kuchungulia, akaona vitambara vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi akaja na Simon Petro, akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambara vilivyokuwa, akavitazama vitambara alivyolala, na ile leso iliyokuwa kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongwazongwa mbali mahali pa pekee yake. Baba, katika jina la Bwana Yesu Kristo, nasema ni asante kwa ajili ya neno lako, na karibisha Roho Mtakatifu anene nasi. Wacha Baba kanene na watoto wako, ili Baba Pasaka hii wakapate kujua ushindi ambao tumepata pale msalabani.
Pokea sifa zetu Baba, pokea shukrani zetu katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen. Biblia inazungumza juu ya kufufuka kwa Yesu. Maandiko yananiambia kwamba siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena alienda kaburini asubuhi na mapema. Nasema alienda kaburini asubuhi na mapema. Na alipofika mahali pale, maandiko yanasema ya kwamba akatazama pale, akakuta ile jiwe lililokuwa limefunika kaburi limeondolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alipotazama ndani hakuona mtu, bali aliona sanga, akaona vitambara ndio vimebakia mahali pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama huyu akaanza mbio, akakimbia kwenda kuwapasha habari kina Petro na Simoni na wale wanafunzi wengine ambao walikuwa pamoja. Na walipofika mahali pale, akawaambia ya kwamba hayuko Bwana wetu. Nimefika kaburini asubuhi na mapema, nikamkuta wamemwondoa Bwana wetu na sijui wamempeleka wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko haya yananiambia kwamba wakaanza mbio kina Petro, wakakimbia. Nikaambia ya kwamba yule mwanafunzi ambayo Yesu alikuwa anampenda alikimbia mbio kushinda Petro na akaingia kwenye kaburini pasipo kuogopa. Maandiko yananiambia kwamba alipotazama ndani hakuona Bwana. Alipoangalia ile jiwe lilikuwa limefikirishwa asubuhi na habari njema ya kuambia kwamba ni leo asubuhi na mapema ya kwamba Yesu amefufuka. Hayuko tena kaburini. Lile jiwe lilikuwa limemfunika, limebingirishwa na malaika. Na sasa tunatangaza ya kwamba Yesu hayuko tena kaburini, hayuko tena kwa maafa, amefufuka. Ninatangazia ya kwamba huu wakati wa Easter hauko tena katika hiyo shida uliyopitia, hauko tena katika hofu, hauko tena katika mateso, maana mateso yamekwisha pale msalabani. Na Yesu akasema ya kwamba imekwisha. Biblia inasema ya kwamba siku ya kwanza Yesu alikaa kaburini, siku ya pili Yesu akapigana vita, lakini ashukuriwe Bwana kwa ajili ya siku ya tatu. Naongea juu ya siku ya tatu. Siku ya tatu Yesu akampokonya shetani funguo na akasema ya kwamba mamlaka yote, anasema mamlaka yote amepewa yeye. Akasema ya kwamba chochote kitakachofunga duniani na mbinguni kitakuwa kimefungwa, chochote kitakachofungua duniani na mbinguni kitakuwa kimefunguliwa. Mpendwa mpenzi, tumepata habari njema huu wakati wa Easter. Hata kama tuko quarantine, hata kama tuko katika hali ya hofu, hata kama tuko katika kaburi la coronavirus, nataka kuambia ya kwamba hilo kaburi tumetoka, hilo kaburi la virus tumetoka. Sisi tumepewa funguo, tunafunga hiyo roho ya coronavirus, especially wakati wa Easter. Haitatupata katika jina la Yesu, haitatupata hata familia zetu katika jina la Yesu. Hebu ondoa uoga sasa, maana Yesu hayuko tena kule kaburini. Ninaambiwa asubuhi na mapema watu walichapa relay. Ile relay nilikuwa napenda sana. Mimi nilipokuwa katika skuli nilikuwa nakimbia mtu wa kumalizia, na nikichukua ile kijiti nikikimbia lazima timu yangu ishinde. Kwa hivyo timu ya Mariamu Magdalena ilishinda asubuhi na mapema. Alichapa mbio. Mama huyu hakuangalia umama wake, hakuangalia uoga, aliweka kila kitu kando, akataka kujua Bwana wake yuko wapi. Sijui asubuhi ya leo hii Pasaka unataka kujua nini juu ya maisha yako? Unataka kujua nini juu ya relationship yako na Bwana? Kile na kuomba uangalie maisha yako na Bwana, ubadilike, maana lile jiwe lilikuwa limekufunika, jiwe la dhambi, jiwe la magonjwa, jiwe la hofu limeondolewa. Sasa umewekwa huru. Ni wakati wako sasa wewe ukahubirie watu ya kwamba Kristo amefufuka. Watu wamehubiri sana juu ya coronavirus, na kama wangekuwa na ubiri juu ya Kristo kama vile anahubiri coronavirus, watu wengi wangekuwa wameokoka. Lakini ashukuriwe Bwana, asubuhi leo nimekuletea habari njema ya kwamba hatutahubiri juu ya corona, hatutainua corona, tutainua jina la Yesu, maana hayuko tena kaburini, ameshinda kaburi. Asubuhi na mapema amefufuka, amefufuka kweli kweli, amefufuka, yuko tena kaburini. Tuangalie katika kitabu cha Isaya. Nasoma kwa uwezo wa Mungu. Kitabu cha Isaya mlango wa 22 mstari wa 22. Maandiko yanasema kwamba
na ufunguo wa nyumba ya Daudi nitaweka begani mwako. Yeye atafungua wala hapana atakayefunga, naye atafunga wala hapana atakayefungua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kufufuka kwa Yesu tumepewa funguo, na maandiko yanasema ya kwamba wewe ukifunga chochote duniani hakuna mwanadamu anaweza kufunga, na wewe ukifunga chochote duniani hakuna mwanadamu anaweza kufungua. Kwa hivyo kwa kufufuka kwa Yesu, wewe sio yule wa kale tena, wewe sio yule wa uoga tena, wewe ni mtu ambaye uko tofauti. Wewe ni mtu ambaye umenunuliwa na damu ya Yesu Kristo. Wewe ni mtu ambaye umerejeshewa relationship yako na Bwana. Si mtu wa kutengwa, si mtu wa kukaa kando, ni mtu wa kuhubiri habari njema. Na tukaambia ya kwamba twende ulimwengu mzima tukahubiri habari njema. Sijui pale uko katika Orange Town unahubiri habari gani, lakini nimekuja kuambia ni wakati wa kupiga mbio kufanya soul winning. Ni wakati wa kupiga mbio kuhubiri habari njema. Bwana akubariki kwa ajili ya hilo neno. Na najua ya kwamba utabadilika, na najua ya kwamba utakaa mtu wa kawaida. Biblia inasema kwamba walihubiri injili ya mbio, walipiga mbio kuambia watu habari za ufufuo. Na wewe piga mbio kuambia watu habari za uponyaji. Piga mbio kuambia watu habari za uokovu. Uondoe habari ya uoga, uondoe habari ya kuvunjika moyo, lakini hubiri habari ya ufufuo. Bwana akubariki. Nataka kuombea. Baba, neno hili nimemnena, naomba libadilishe maisha ya watu wako, na asubuhi leo chochote chao kilichokuwa kimekufa natangaza kimefufuka. Baba, tuasema ni asante. Pokea sifa, pokea shukrani zetu katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Wakati ni huu wa kubarikiwa, zamuni yangu sasa kupokea. Nimechoshwa na shida za dunia.